Kumekuwa na discussion kwa muda mrefu sana kuhusiana na muziki wa Tanzania kupenetrate kwenye soko la kimataifa. Haswa nchi kama South Africa ambapo tumekuwa tukiwapa sana airtime wasanii wao, lakini pia Nigeria, lakini pia sehemu zingine pia ulimwenguni. Sasa nimeona kuna content ameiposti bwana Elmando kutoka Bongo 5 ambaye kwa sasa yupo Afrika Kusini kwa ajili ya mashindano ya basketball. Elmando anasema kwamba muziki wa Tanzania haupigwi kabisa kwenye viwanja huko Afrika Kusini. Viwanja nikimaanisha sehemu za starehe zile. Toka ameanza kutembea sehemu mbalimbali hajashuhudia muziki wa Tanzania ukichezwa huko. Sasa nitazungumza na Elmando kuhusiana na hili bwana Sarafina. Nasemaje? Na kizuri ni kwamba Elmando tunaona yuko huko South Africa. Yuko na wakina Harmonize. So wanaona kwamba na sisi hatupewi nafasi. Lakini watu wetu kutwa kutushindanisha huko. Tena Elmando mwenyewe ndo anafanyaga hizo shughuli. Wako naye. Yaani Harmonize yupo, Elmando yupo. Kwa hiyo kama Elmando ukimsikiliza ameongea kwa busara sana. Kwamba hii ina maana gani? Tujifunze kupiga muziki wetu. Tuwasapoti watu wetu. Na sisi huku ni mabingwa kupokea muziki wa watu. Tumechange sound yetu, lakini pia wasanii wa South Africa tunawajaza hapa. Wewe mfano nikikwambia msanii wa Nigeria ukimtoa msanii wa Tanzania ukimtoa Jux ambaye amepiga show Nigeria mara 2 ni nani? Sasa ni Diamond mwenyewe pamoja na kufanya vizuri kote Nigeria, kama kapiga show basi haizidi mara 3. Sidhani kama amezidi. Jux si ndugu yao. Jux sasa hivi ndugu yao. Alafu ukimuuliza mtu kama Sniper Montana ambaye ni mtu ambaye analeta wasanii international kwa Bongo. Ukimuuliza kwa nini anawaleta sana wasanii hawa? Ni kwa sababu mashabiki ndo anataka. Yeye mwenyewe anataka pesa. Mashabiki nyesi ndo. Sasa hao mashabiki tunawafeed wapi? Sasa hawa mashabiki kama msanii, sikiliza nikwambie, shida iko moja. Mashabiki anasikia vitu kupitia social media na sehemu zingine, si ndio? Alafu wasanii wa ndani muda huo ndio wanakopi vile vitu ambavyo unajua siku zote original kinauza. Shabiki anasikiliza muziki wa South Africa, anategemea apate muziki mzuri kutoka kwa wasanii wa Bongo. Msanii wa Bongo anaenda kukopi South Africa. Sasa wewe utaendelea kumsikiliza South Africa au utamsikiliza Mbongo? Lakini sio watu wote wanakopi. Lakini mbona zile Bongo Flava? Of course naona sasa hivi wanarudi wanafanya Bongo Flava pia. So nataka nimpigie simu Elmando hapa tuzungumze kuhusiana hili. Mr. Recap. Kwanza reaction ya Harmonize mimi nataka. Of course reaction kama amejaribu pia kuzungumza na Harmonize. Harmonize amesema nini baada ya kuona hili kwamba wameenda club, najua walikuwa naye. Elmando. Aje baba? Ni aje? Shwari, uko poa? Niko vizuri ndugu yangu. Wewe uko? Tuko fresh kabisa ndugu yangu. Baba. Nimeona content yako ambayo umeiposti bwana Instagram kuhusiana na muziki wa Tanzania kutofanya vizuri kwenye kumbi za starehe huko Afrika Kusini. Tell us about that. Ni kweli. Mimi unajua tulipokuja huko kulikuwa na issue zingine, lakini unajua mimi ni mtu wa burudani. Ni mtu wa starehe. Sio kwamba games zinafanyika kila siku, unajua hata kama game ikichezwa inachezwa, baadaye tunatoka kuzunguka night na nini, sehemu za starehe na nini, unaelewa? Na sehemu ambazo mikusanyiko mingi ya watu kama sehemu za chakula. So mimi moja ya research yangu nilikuwa naifanya kuhusiana na muziki wa Tanzania na wasanii wetu. Unaelewa? So wakati nazunguka nikawa nasikiliza kwanza nyimbo, nione aina ya nyimbo wanazocheza. So cha kwanza wanacheza sana nyimbo za kwao na nyimbo za Kinigeria. Yaani wakitoka za kwao wanaenda za Kinigeria. Alafu kingine nilichoshangaza ndugu yangu, sisi tunawasikiliza sana kina Scott Mafuma, sio nini, unajua zile? Bwana wao wana nyimbo zao baba, si za asili, si za nini hizo. Ni kama design kama mapiano hivi, kama 3 step vile vile. Kuna nyimbo kama za asili hivi. Yaani mimi wale wasanii ambao wanawasikiliza sana sisi kule kwetu hawasikilizi sana, unajua. So mimi kwanza nikawa nasema jamani, sisi tunamjua Scott Mafuma. Yaani Scott Mafuma wao wanamwona bwana dogo sana huyu, unajua zile. Kwa hiyo wao wanataja wasanii wao na nini. Of course DJ Maforisa ni godfather mzee. Yaani Maforisa, kuna mwingine anaitwa Faza nani sijui, wanamuita Faza nini? Ni watu ambao ni malizi. So wale wakitoka kusikiliza nyimbo zao, unamsikia Burna Boy, unamsikia Rema, unamsikia Tems, wasanii wa Nigeria mzee.
yani ni South Africa, Nigeria au kama watacheza za Kimarekani. Za Kimarekani sasa kuzihesabia sana kwa sababu wale wako mbali. So mimi nikawa najaribu kuuliza so nikaenda pale kwa watu wanaocheza, kwa mfano labda DJ, vipi mzee? Shwari. Hapa vipi, mbona amchezi labda nyimbo za nje ya Nigeria na South Africa na nini? Asema East Africa? No bro. Unajua zile? No bro. No. So unajua zile? Yani ni kama ni hazivutii, unajua Lakini mimi nikasoma nikajua hawa jamaa wana support sana muziki wao. Lakini nikawa najaribu kuenda kwenye club kuangalia, unakaa hata masaa 3, masaa 4, uongo mbaya. Mimi hakuna club nimeenda hata moja toka tumekuja. Daily tunatoka. Sijasikia ngoma ya bongo mzee. Kwani ongea uongo? Sio, unaelewa? Sijasikia ngoma ya bongo hata moja. So sometimes labda kama unataka kusikia ngoma ya bongo utaenda pale kwa DJ utaomba. Kwa mfano sisi tulienda club. Kwa tumeenda labda sisi tunajaribu wa Tanzania. Labda naambia bwana sisi Da City nafahamika kwa sababu si michuano mikubwa inafanyika hapa. Kwa wanatangaza labda tuko hapa na Da City from Tanzania na nini. Baadaye unaona labda unamwambia cheza ngoma bongo flavor, utachagua wewe. Unamwambia labda wanaingia kwa sababu mambo ya internet, wanaingia YouTube, wana play ngoma yako na nini, wakishamaliza wanaendelea na mambo yao. So unaelewa ndugu wangu. So baadaye unapita ukikutana labda sehemu ya chakula unamwambia bwana au mnataka kununua kitu. Huku wanatumia sana cash mzee. Yaani kutumia naamini wanatumia sana card. Lakini pia Elmando tumeona wakati namalizia kwanza nani yangu. So ukienda labda unaambia bwana mimi situmii, mimi na cash. So wanashangaa like wewe unatoka wapi, unajua zile? Kwa ndo unajitambulisha kama natoka Tanzania. Tanzania. I know Tanzania. No Zanzibar na nini, unaelewa? So namuuliza okay, licha ya kuwa kujua Zanzibar, mtu gani unamjua Tanzania maarufu labda nini mtu maarufu? Wanamtaja Diamond, unaelewa? Diamond Nazari. Huku wanafahamika sana. Na nahisi kwa sababu ya ile reality show ya Young Famous and Africa imemtambulisha sana jamaa, yani anajulikana sana Diamond brother. Yani uweze kupita katika watu 10, watu 8 watamtaja Diamond brother. Mwingine labda hayuko interested na muziki, lakini watu wote ambao wako interested na masuala ya muziki, burudani ni Diamond Zari. Kwa hapo inatuambia kwamba tusitegemee pia muziki peke yake, hata movies zinaweza zikatutambulisha, right? Exactly bro. Mimi nimejaribu nimeuliza kama mtu mmoja nilikuwa naye club, of course hakutaka kurekodiwa. Unajua nilikuwa nataka kufanya kama ka film fulani. Watu wengi ukimwambia mtaka kwa sehemu za starehe mtu anakataa. Unajua zile? Alafu huku wanaheshimu sana privacy. Clubs yani hata ukitaka kurekodi hivi unajua labda mrekodi mtu ambao uko naye. Unataka kurekodi hivi wanakuambia no bro, privacy na nini, unajua watu heshima wapo. So nikamuuliza wewe unajua ngoma gani za Diamond? Of course atakutajia ngoma za kina Diamond 2-3, lakini wanahitaji sana ile show ile reality show ile. Kwa wanamwangalia sana. So sometimes wanakuelezea sababu labda ukikana msichana anakuambia labda na wewe Mtanzania una sifa kama za Diamond. Unajua Diamond alikuwa playboy Kwa nahisi nyinyi wa Tanzania nyinyi mnamjua Diamond. Ulikuwa unakosa kabisa. Unakosa kabisa mambo yetu. Diamond ana tabia hii na hii na hii, nyinyi wa Tanzania hapana. So kitu ambacho mimi nakisoma najua okay, Diamond anajulikana na kitu ambacho kimemtambulisha sana. Ni ile reality show ile. Of course nyimbo zake wanazijua. Lakini ile reality show inaangaliwa na aina ya rika zote, ndio maana amefahamika zaidi. Wewe uko mpo na Harmonize, pengine mlipata time ya kuzungumza kuhusiana na hilo kwamba mbona Konde tunatoka, umeona jinsi ambavyo ilivyo muziki wetu ambavyo hausikilizwi huko, labda pengine alikuwa na comment gani? No, sijamuuliza actually. Yaani kwa kweli nisiongee, sio mnafiki, sijamuuliza. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa nasema Harmonize anaona mazingira. Okay, mkitembea mnaonaje kienda club? Sometimes mkienda club labda anashangaa hakuna ngoma. Mimi nafanya research yangu. Hakuna ngoma nasikizwa hata moja ya bongo. Huwezi kumuuliza. Mimi nasoma tu alama za nyakati, najua hapa kuna kitu najifunza na yeye. Unaelewa? So sometimes siwezi kumuuliza. Labda tutakutana tena baadaye. Labda nitamuuliza bwana, umeona hii hali unafanyaje? Unaelewa? Tutajaribu kumgusia. So mara nyingi kwa wote na nini anaona hali ya hewa na nini. Sasa hiyo siku hata yeye hiyo ni South Africa. Itakuwaje kwa nchi zingine ambazo kama Marekani au wapi huko? No. Mimi kwa kweli nishe kuzungumzaga na watu, mtu anakuambia ukienda club za South Africa nyimbo zetu zinasikizwa. Mimi nisiwe mnafiki. Labda kama kuna nyimbo fulani na trendy naweza kasikia. Sisi nisiwe mnafiki ndugu yangu. Kwanza huku wana wasanii, ndio maana nimekotaja. Hata wasanii maarufu ambao tunawajua. Huku kuwasikia ngumu. Kuna nyimbo aina ya nyimbo zao babu. Sasa vuta picha wale wasanii ambao sisi Afrika Mashariki tunaamini ni wakubwa huku kwetu. Tukija huku labda watakuwa wakubwa. Hapa tu hawapigwi hivyo. Mimi nimeenda club yani nasikia labda nyimbo kidogo, Scott Mafuma kidogo, Siza kidogo, nani unaelewa lakini una aina ya nyimbo zao mzee, 3 step naipenda sana. Okay. Kwa kuna wasanii wanafanya sana 3 step
ndio wanaisikiliza zaidi. Kidogo watasikiza mapiano watapigwa, lakini watapigwa mara moja. Labda katika nyimbo 10 watapigwa 2 za kina Scott Mafuma, kina Sizia, kina nani. Ila asilimia kubwa my brother kuna aina ya nyimbo zao za 3 step, lakini pia wanasikiza sana wa Nigeria au Marekani. Basi sawa Elmando bwana, nashukuru sana kwa time yako mzee wangu. Shukran brother. Mimi niseme jambo moja ndugu yangu. Ndio. One thing brother, mimi kitu ambacho nimejifunza kingine. Hawa watu wanasupport nyimbo zao brother. Wanasupport wasanii wao brother. Yani brother wanasupport. Yani sometimes unaweza kapigwa ngoma ukayomba club ikapigwa ya bongo. Yani unaona kabisa mood ya watu walioko ndani ina change like wakakuwa bored. Unajua zile? Labda ni kama unasoma tu nani bad language, unaona labda unahisi kama vipi mwana tupoteza. Unajua zile? Yeah. Sababu wao wanapenda saundi fulani za mapiano za 3 step na nini. Hasa ngoma zetu zilivyo saundi yetu ni tofauti. Sasa wanakuwa kama wako bored, unajua? Sasa unaona wanasupport sana wasanii wao brother. Yani wanasupport sana muziki wao. Basi sawa bwana Elmando bwana. Nashukuru sana kwa time yako. Watu watakuwa wamekuelewa vizuri sana. Huo lazima tuzungumze ukweli bwana. Tusianze kudanganyana si fulani anasikilizwa. Ili of course nyimbo ya Diamond ya Happy ilipigwa siku tunacheza game ya mwisho. Tulikuwa tunacheza na Nairobi State Thunder, ilipigwa Dar es Salaam Stand Up tuliposhinda ya Chidi Benz. Na zile tuna request. Unajua wao kwa mfano sisi tulivyokuwa tunacheza na Kenya wanatafuta nyimbo za huko za Afrika Mashariki. Ukicheza labda timu inacheza kutoka Angola, labda inacheza ya Libya, wanapiga aina ya nyimbo za mataifa yao. So wana guess tu nyimbo yoyote, unaelewa? Okay. Kwa sababu Diamond anajulikana na hisi walipiga nyimbo ya Diamond mpya kwa sababu siwezi kusema Diamond hajulikani huko. So maana yake ukiangalia namna ile wanachagua mpaka kwenye matukio. Okay. Lakini kwenye maisha ya kawaida babu hawana time na bongo su mataifa mengine brother. Hawana muda huo. Okay. Nashukuru, nashukuru sana kaka bwana. Pamoja sana ndugu yangu. Tuendelea kupeana update. Bwana Sarafina, umesikia lakini kwamba wasanii wa bongo huko nje ni nehi. Nada. Nothing. That's bad, man. Nataka mashabiki wa Rick Media hapa wa comment, waweke comment zao hapa chini kwa hiki ambacho amekisema Elmando. Kama uko nje ya Tanzania pia unaweza kaweka comment yako hapa. Kuna uhalisia juu ya hili au Elmando anatupanga hapa kwa sababu sisi hatupo huko. Au pengine sehemu aliyopo. Au sehemu aliyopo pia yuko Pretoria. Sema ndo kwenyewe kule ndugu yangu. Kuna Joburg, kuna inawezekana katembea sehemu nyingi. Yes, yuko Pretoria. Wako kwa ajili ya games. Unaweza ukakuta kwingine kuna neema guys, lakini bado haibadilishi maana ya kwamba tunatakiwa tusupport sana muziki wa kwetu. Yani tuwape thamani wasanii wetu. Okay. Kuwakataa hiyo kujidai na sema iishie mitandaoni tu, lakini in real life tuwasupport wasanii wetu I say. Hakuna noma. Bye bye bwana.